Laiti kama ningeyafahamu haya, basi ningejiudhuru kabla ya Oktoba 29. Bahati mbaya ni kwamba uko kwenye nafasi ambayo unaendelea kujutia kwa nini uko hapo. Umekalia kiti, umekalia cheo, lakini ni cheo cha damu. Yaani umeipata nafasi kwa kumwaga damu. Unakula marupurupu, unakula mshahara ambao umeloa damu. Unawalisha chakula watoto wako, unawanywesha watoto wako, unasomesha watoto wako kwa fedha zinazochuruzika damu. Oktoba 29 ifanya mauaji makubwa sana, kuwaua watu, kuwaua vijana, watoto, wamama wajawazito, ili muendelee kubaki kwenye nafasi zenu. Sasa umekalia kiti cha damu, lakini uko unajuta sana kwamba ningejua kama haya yangetokea, yangekuwa hivi alivyo, basi ningejiudhuru kwenye hii nafasi, ningetoka kwenye hii nafasi kabla ya Oktoba 29. Neno langu ni kwamba bado hujachelewa. Inawezekana ukatubu. Mungu humsamehe mtu ambaye ameenda kutubu. Lakini jambo ambalo nikutahadharishe mapema au nikufafanulie mapema, kwa sababu unajutia sana. Nazungumza na mtu mmoja, umekalia kiti cha damu. Inawezekana wewe ulishiriki moja kwa moja kupiga risasi vijana ukiwa ndani ya gwanda la jeshi, kwamba ukishakuwa kwenye ile gwanda basi akili zinatoka, huoni chochote. Au inawezekana wewe ulituma watu wakapiga watu risasi ili uendelee kulinda nafasi yako. Vyovyote vile, ila umeshiriki mauaji ya vijana, wazee, watoto, wamama wajawazito yaliyofanyika Oktoba 29. Mauaji makubwa sana. Yaani wewe unatumikia chini ya chama kilichoshinda uchaguzi katikati ya msiba. Kama ripoti ya Jaji Chande nasema kwamba mauaji nchi nzima ni zaidi ya vifo 500. Sasa mnakiri kwamba vifo zaidi ya 500 vilifanyika au mlivifanya au vilifanywa na watu fulani. Yaani mnakiri kwamba vifo zaidi ya 500 vilifanywa Oktoba 29. Sasa watu 500 kufa, hamuoni kuwa ni kitu kikubwa sana kilichotosha kusimamisha shughuli zote ili tuomboleze msiba huu wa kitaifa? Nafsi 500 kupotea pasipo na hatia kwenu nyinyi si tatizo. Hakuna shida, lakini umekalia kwenye nafasi. Nirudi na wewe, nizungumze na wewe ambaye unajutia kubaki kwenye nafasi. Unatamani kujiudhuru, lakini unaona kama umeshachelewa, kwamba ningetoka kwenye nafasi kabla ya mauaji hayajafanyika. Lakini neno langu ni kwamba ulikuwa unajua, kwa sababu mpaka yale yanatokea nyuma wako wengi waliotekwa na kuuawa na kupotezwa mpaka leo, lakini uliendelea kwa kwenye nafasi. Wengine mlitoka maeneo mengine mkaenda kwenye hiko chama mkitaka kupata nafasi. Sasa maandiko matakatifu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 9 mstari wa 6 yameandika hivi: atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Yaani atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake yeye itamwagwa na mwanadamu. Hapo hakuna cha swalia mtume. Ulimwaga damu ya mwanadamu tarehe 29 Oktoba 25, damu yako itamwagwa na mwanadamu. Lakini wewe unayejutia, unatamani kutubu, kama nilivyosema mwanzo, Mungu humsamehe mtu anayekwenda kutubu, lakini malipo yako pale pale. Sasa neno langu ni hili: ni afadhali damu yako ije imwagwe na mwanadamu kama wewe ulipomwaga damu ya mwanadamu mwingine ukiwa umetubu. Kwa sababu Paulo ambaye ana nyaraka nyingi sana katika Agano Jipya, wakati anaitwa Sauli, alifanya mauaji makubwa sana ya kuwaua watu wa Kristo, kuwaua wanafunzi wa Yesu, mpaka anatokewa na Yesu anaokolewa. Aliokolewa akiwa safarini kwenda kuwaua Wakristo, amechukua na barua mkononi kwamba kibali kutoka kwa mamlaka dhalimu kwamba niende nikawaue hao Wakristo huko Dameski. Sasa aliokolewa, akasamehewa uovu wake, lakini kama yeye alivyokuwa akikata vichwa vya mitume, alivyokuwa anaona vema Stefano kupigwa mawe mbele yake,
basi malipo yale na yeye alimpata vile. Paulo alikatwa kichwa kwa sababu na yeye alikata kichwa. Alikuwa anakata vichwa vya watu wengine, lakini alikatwa kichwa akiwa mtakatifu. Alikatwa kichwa akiwa hana hatia ya mauti ya watu waliowaua. Sasa Mungu aweza kusamehe ukaondokana na hatia, ili utapouawa na wewe kama ulivyoua uawe katika mstari ukiwa umenyooka. Katika kitabu cha Hesabu sura ya 35 mstari wa 31 imeandikwa, tena msipokee fidia kwa ajili ya uhai wa muuaji ambaye amekuwa na hatia ya mauti, lakini lazima atauawa. Haya ndio maandiko yamenyoka hivyo, lazima atauawa. Msipokee fidia kwa ajili ya uhai wake. Uhai wake uko rehani kwa sababu na yeye aliua. Sasa hayo ndio malipo. Lakini maandiko katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 12 anasema, yale mnaotaka mtendee na watu, basi na ninyi watendeni hivyo hivyo. Yaani watendea watu wengine yale mambo ambayo wewe ungependa kutendewa. Kwa kuwa wewe ulipenda kuwaua watu wengine ili baki kwenye nafasi au kwenye cheo, jiudhuru, tubia uovu wako, uwe tayari kupata hasara ya namna yoyote kwa sababu ya uovu uliofanya. Uwe tayari kupata adhabu yoyote kwa sababu ya uovu uliofanya, lakini uwe umesamehewa uovu wako, ili sasa na wengine waone vema kukuua na wewe wabaki kwenye nafasi, wakati wewe ukiwa sio mdhambi tena, ukiwa huna hatia, kwa sababu uliyafanya hayo na wewe utatakiwa ufanyiwe, kwa sababu ndio hesabu zake ziko hivyo hivyo. Inawezekana ukafanyiwa ukiwa umri umeenda sana, ukiwa uzeeni sana, lakini ufanyiwe ukiwa mtakatifu, ukiwa msafi, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Kijana mmoja katika maandiko matakatifu alijulikana kwa jina la Shimei. Wakati Daudi akiwa anapitia adhabu kwa sababu ya dhambi yake aliyoifanya kuzini na mke wa Uria na kumuua Uria, wakati yani alituma askari, sio kwa mkono wake yeye Uria aliua, ila alituma askari wakaenda kumpeleka Uria kwenye uwanja wa vita mbele, yani penye mapigano makali, ili apigwe afe, ili yeye afunike uovu wake wa kuzini na mke wa yule askari ambaye alimpeleka kwenye vita, kwenye eneo lenye mapigano makali ili auawe. Sasa wakati anatumikia adhabu ya makosa yake, Mungu alimsamehe, lakini adhabu yenyewe ilitakiwa ipate. Sasa kule alikutana na kijana anaitwa Shimei akiwa ameenda kwenye mji fulani, alimtukana sana, lakini Daudi akasema, mwacha nitukane, inawezekana kwa matusi yake Mungu akanikumbuka, akanirehemu. Lakini yule Shimei, sio kwamba uovu wake ulifunikwa vile vile ukawa ndio umeisha. Daudi alipokuja kutoka katika ile taabu, alimwambia Sulemani mwanaye, wakati ameshazeeka, Sulemani mwanaye ndio ameingia kwenye madaraka, akamwambia, kuna mtu anaitwa Shimei. Sasa nakuomba wewe, ni mtu akili, utajua namna ya kumfanya. Usimwache akafa salama, yani akafa kifo cha kawaida. Utamsindikiza na mvi zake mpaka ahera. Yani ukisikia na mvi zake mpaka ahera, ina maana huyu mtu ashakuwa mzee, lakini uovu aliofanya akiwa kijana, ina maana malipo yako pale pale. Malipo yako pale pale. Lakini neno langu ni kwamba ni afadhali uachane na nafasi, cheo ambacho unaendelea kujutia. Unasema afadhali ningejiudhuru kabla ya Oktoba 29, lakini bado umeendelea kukikalia. Unaendelea kula mshahara ambao unachuruzika damu. Unatoeza tonge kwenye mchuzi wa nyama ambao unachuruzika na damu za watu, kwa sababu ya mshahara ambao unaupokea ukiwa umemwaga damu za watu. Nikwambie, ni afadhali mego kavu, yani tonge kavu, ukala mahindi ya kukaanga ukala mboga mboga tu zisizoungwa kwa sababu ya kipato kidogo unachokipata, lakini unakipata kwa halali, kuliko tonge yenye mchuzi, mabiliani, mapilau, baga, pizza, kila kitu ambayo unaona yanapendeza, lakini yakiwa yameloa damu sana, huku ukiwa huna amani ya moyo. Ni mbaya sana. Amani ya moyo ndio kila kitu, ndio tunachokitafuta. Una hatia za mauaji yaliyofanyika, unawezekana ukatubia uovu wako. Shughuli ziko nyingi, wote tusio na vyeo kwenye mamlaka ya dhalimu tunaishi kwa shughuli za kawaida sana. Wako watu hajui baadaye atakula nini, lakini ana amani ya moyo. Ni afadhali huyo kuliko wewe ambao unajua utakula nini, yamejaa kwenye frija, kwenye freezer, lakini yanachuruzika damu za watu waliouawa au mliowaua Oktoba 29. Mungu akusaidie wewe ambao unajutia. Fanya hivyo. Ikiwezekana achana hiyo nafasi, fanya shughuli zingine. Watoto sio lazima wasomeshe mashule makubwa.
lakini wanaingiziwa elimu iliyoloa damu. Wanaingiziwa elimu ambayo ada yake imepelekwa ikiwa inachuruzika damu. Ni afadhali wapeleke kwenye shule za kawaida sana, lakini kwa ada ambayo ni takatifu, ni safi. Ni afadhali sana hivyo, ni afadhali sana. Ni afadhali usitembelee gari ambalo linaacha alama za damu, limeloa damu, ukapanda kwenye bajaji ambayo imechoka sana, lakini ukiwa na amani ya moyo. Mungu akupe kuweza. Neema za Kristo Yesu ziwe pamoja na wewe. Amen.